Mambo matatu ya kujua wakati wa dhiki, na Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya, na mafundisho haya yakafanyika baraka kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Mambo matatu ya kujua wakati wa dhiki. Kumbuka, madam upo hai, kuna wakati ambapo utapita kwenye dhiki, kuna wakati ambapo utapita kwenye magumu, kuna wakati ambapo utapita kwenye changamoto. Kuna mambo haya ambayo yatakusaidia, mambo manne yatakayokusaidia wakati wa dhiki. Wakati wa dhiki. Jambo la kwanza tunalipata kwenye Wakorintho wa pili 4:17. Andiko linasema kwamba maana dhiki yetu ni nyepesi. Maana dhiki yetu ni nyepesi. Iliyo ya muda wa kitambo tu, yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Hapa tunapata mambo matatu. Andiko linasema kwamba dhiki yetu ni nyepesi. Kumbuka kwamba kitu ambacho kinawakwamisha watu wengi ni mtazamo. Kwamba unapopita kwenye magumu, mtazamo wako ukoje? Attitude yako ikoje? Lakini Paulo anawaandikia Wakorintho, yamkini walikuwa wanapita kwenye dhiki, lakini akawaambia kwamba hiyo dhiki unayopitia ni nyepesi. Kwa walikuwa wanatia moyo kanisa la Korintho kwamba ni kweli mnapita kwenye dhiki, lakini tambueni ya kwamba dhiki hiyo mnayopitia ni nyepesi. Na kwa nini hiyo dhiki mnayopitia ni nyepesi? Kwa sababu hawapo peke yao. Kumbuka Yesu alisema kwamba sitawaacha yatima, nitawatumia msaidizi. Na huyo msaidizi tayari alikwisha kuja, ambaye ni Roho Mtakatifu. Anatuwezesha kuyashinda mambo ambayo kwa jinsi ya kibinadamu ni magumu. Roho Mtakatifu anafanya mambo ambayo ni magumu yaonekane kwamba ni mepesi. Kwa kusema dhiki yenu ni nyepesi. Nami nakutamkia, haijalishi unapita kwenye dhiki gani, uwe na mtazamo huo ya kwamba dhiki yako ni nyepesi. Kwa sababu ndio siri pekee ya kuishi maisha ya ushindi. Kwa sababu maisha yetu hayatakiwi kuamuliwa na yale tunayopitia. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba furahini katika Bwana siku zote. Tena anasema furahini. Lakini jambo la pili anasema kwamba dhiki yetu iliyo ya muda wa kitambo tu. Kwa whatever you're going through, lolote unalopitia sasa, changamoto yote unayopitia sasa ni ya muda wa kitambo tu, na wala sio ya kudumu. Na sio ya kudumu. Ukiwa na mtazamo wa namna hii, hutayumbishwa na yale unayopitia. Yale unayopitia hayatakuwa mzigo mkubwa kwako. Unapokuwa na mtazamo kwamba hii dhiki ninayopitia ni nyepesi, kwa sababu ninaye Roho Mtakatifu ndani yangu anayenitia nguvu. Ninaye Roho Mtakatifu ndani yangu anayeniwezesha. Lakini unapojua kwamba ni ya muda wa kitambo tu, kwamba sio ya kudumu, ndio siri mojawapo ya watu wanaoishi kwa ushindi. Ukiwa na mtazamo wa namna hii, utashinda na zaidi ya kushinda. Lakini jambo la tatu tunalojifunza kwenye Wakorintho wa pili 4:16, anasema kwamba yatufanyia utukufu uzidio kuwa mwingi. Ukiwa na mtazamo kwamba hii dhiki ninayopitia, hii hali ngumu ninayopitia inanifanya kuwa mzuri zaidi. Huwezi kutoka kwenye dhiki yoyote ile ukawa jinsi ulivyokuwa. Haijalishi dhiki kwa jinsi ya kibinadamu inaumiza namna gani, ujue kwamba inakufanya uwe mzuri zaidi. Anasema kwamba yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Wote waliosimama wakati wa dhiki, wakati wa mateso, Mungu aliwainua zaidi. Kumbuka wana wa Israeli walipokuwepo Babeli, wakina Meshaki, Shadraka na Abednego, walipotupwa kwenye moto na moto wa kuunguza, Mfalme aliwainua zaidi. Kwa kuna mambo matatu ambayo tunajifunza kwenye Wakorintho wa pili 4:17, kwamba dhiki unayopitia ni nyepesi, lakini pia sio ya kudumu. Ukiwa na mtazamo wa namna hii, wewe hautatikisika. Lakini pia hiyo dhiki unayopitia inakufanya uwe mzuri zaidi.
Namna Mungu anavyotutengeneza ni tofauti sana, na jinsi ambavyo sisi wanadamu tunatarajia. Wakati Mungu anapokufinyanga, unaweza kupita kwenye mateso, unaweza kupita kwenye dhiki, lakini ni katika mchakato kufanya wewe uwe vile ambavyo Mungu anataka uwe. Lakini jambo lingine la nne ambalo wanatakiwa kujua, unapopita kwenye dhiki, unapopita kwenye changamoto, Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu yuko pamoja na wewe. Yesu aliwaambia wanafunzi kwamba nitakuwa pamoja na nyinyi hata ukamilifu wa dahari. Hata ukamilifu wa dahari. Lakini tunaposoma kwenye Isaya 41:10, maandiko yanasema kwamba usiogope, maana mimi ni pamoja nao. Maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, nitakusaidia, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Kwa haijalishi unapita dhiki ya namna gani, unapita magumu ya namna gani, Mungu yuko pamoja na wewe ili kukusaidia, ili kukutia nguvu. Na amekushika, anasema kwamba nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Kwa haya mambo manne yanaweza kukusaidia unapopita kwenye dhiki, unapopita kwenye magumu. Tambua ya kwamba dhiki unayopitia ni nyepesi. Na kwa nini nyepesi? Kwa sababu hauko yatima. Wewe sio yatima, hauko peke yako. Roho Mtakatifu yupo ndani yako kwa ajili ya kukuwezesha kuvuka kwa ushindi. Lakini pia tambua kwamba hiyo dhiki unayopitia ni ya muda wa kitambo tu. Ni ya muda wa kitambo tu, wala sio kudumu. Whatever you're going through is not permanent, it's just temporary. Na kama sio ya kudumu, hauna sababu yoyote ile ya kuvunjika moyo. Lakini jambo lingine la kutambua ni kwamba hiyo dhiki unayopitia, hayo magumu unayopitia yanakufanya uwe mzuri zaidi. Naamini unatamani kuwa mzuri zaidi. Unatamani kuwa mzuri zaidi. Lakini pia jambo lingine ni kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Maana amesema sitakuacha na wala sitakupungukia kabisa. Anamwambia Yoshua kwamba nitakuwa pamoja na wewe kila uendako. Isaya 41:10 nasema kwamba usiogope, maana mimi ni Mungu wako. Mimi niko pamoja nao. Nitakutia nguvu. Nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Boka haya mambo matatu muhimu kuyajua wakati unapopita kwenye dhiki. Mungu akubariki, Mungu akuinue katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen.